Kiwango cha juu alichokionyesha Duke Abuya katika mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie, akitoa paskali iliyowezesha kupatikana kwa bao la tatu lililowekwa vuli na Shadrack Isaka Boka, kimemfanya awe miongoni mwa nyota 11 wanaounda kikosi bora cha raundi ya 6 ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio, Duke Abuya tunafahamu vizuri, alikuwa miongoni mwa wachezaji walioanza na kucheza dakika zote 90 katika mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Alionyesha kiwango bora sana katika siku hiyo. Sasa kitendo hicho au uchezaji huo katika mechi dhidi ya JS Kabylie akiwezesha Yanga kupata ushindi mzuri wa mabao 3-0 katika mechi ya mwisho ya kundi lao la B, kimemfanya Duke Abuya ashawishi baadhi ya vyanzo kumjumuisha katika wachezaji bora 11 katika wiki hiyo ya 6, ambapo katika kikosi hicho mfumo uliopo ni baada ya golikipa kuna walinzi 4, kiungo mmoja, halafu kuna viungo 4 na mshambuliaji mmoja. Kwenye orodha hiyo ya wachezaji 11 waliong'ara sana katika mechi za mwisho ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi ni kwamba golikipa yuko Reda Ahmed Tagnut wa klabu ya FAR Rabat ya kule nchini Morocco, ambaye yeye alionyesha kiwango kizuri sana katika mechi iliyoisha kwa suluhu dhidi ya Al Ahli kule Cairo nchini Misri. Inafahamika vizuri kwamba Reda Tagnut alidaka michomo mingi ya Al Ahli ambayo pengine kama si umahiri aliyoonyesha timu yake ya FAR Rabat ingepokea kipigo au kuruhusu bao, lakini alicheza yote kwa umahiri mkubwa na kuifanya timu yake ipate sare muhimu iliyowezesha kusonga mbele kwa hatua ya robo fainali. Lakini beki wa kulia namba 2 katika mfumo wa baada ya golikipa walinzi 4 ni Steve Ebula wa kutoka katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Nambari 3 ni Mohamed Hussein Shabalala, mchezaji ambaye Yanga katika kikosi chao dhidi ya JS Kabylie alianza kama beki wa kushoto. Shabalala ameibuka kuwa miongoni mwa wachezaji bora katika kikosi hiki cha wachezaji nyota 11 wa raundi ya 6 ya michuano ya CAF iliyokamilika katika siku hiyo. Shabalala alionyesha kiwango kizuri sana pia katika siku hiyo. Lakini katikati mabeki wa kati walikuwa ni Osama Galal kutoka katika klabu ya Pyramids pamoja na Yasa Ibrahim kutoka katika klabu ya Al Ahli ya Misri. Wote performance yao ilikuwa ni alama 8.1. Kwa lugha nyingine ni kama kusema performance ya 81% kwa sababu ni 8.1 ya 10. Mohamed Hussein Shabalala aliscore alama 8 ya 10. Lakini katika kiungo mmoja aliyekuwa akilinda ukuta wa mabeki 4 ndipo unamkuta Duke Abuya ambaye performance yake ilikuwa ni alama 7.9. Kama ilivyokuwa kwa Steve Ebula wa Al Hilal Omdurman aliyekuwa beki wa kulia. Halafu katika viungo 4 kulikuwa na Paul Bassene wa klabu ya RS Berkane, alama zake ni 9.2. Yeye kati ya wachezaji wote waliopata alama nyingi kwa 10 alikuwa ni yeye. Maana 9.2 kwa 10 ni sawa na kusema performance ya 92%. Lakini mwingine kwa upande wa kulia katika wale viungo 4 alikuwa upande wa kushoto anapatikana Munir Shuai ambaye naye ni wa RS Berkane. Mwingine katika orodha hii ya wachezaji wa 4 kati ya wale baada ya Duke Abuya ni Yusuf Mehli ambaye yeye anatoka katika klabu ya RS Berkane kama ilivyo kwa Paul Bassene, kama ilivyo kwa Munir Shuai. Lakini mwingine ni Everton, mchezaji wa taifa la Brazil anaitumikia klabu ya Pyramids. Yeye alikuwa anakamilisha katika wale viungo 4 mbele ya Duke Abuya. Halafu mshambuliaji kinara ni mchezaji wa kimataifa kutoka Colombia, Brian Leon Muniz ambaye yeye ni wa klabu ya Mamelodi Sundowns. Alionyesha kiwango kizuri katika mechi ambayo Mamelodi Sundowns walikuwa wanatakiwa imma wapate ushindi ili wafikishe idadi ya pointi 9 za kuwawezesha kufuzu kwa hatua ya robo finali. Brian, mchezaji huyu kutoka Colombia, alionyesha kiwango bora sana na sasa anakamilisha katika orodha ya wachezaji 11 akiwa ndiye mshambuliaji kinara. Kwa lugha nyingine ni kwamba Yanga wametoa wachezaji wawili katika wachezaji bora 11 ambao ni Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Duke Abuya, kiungo wa kimataifa kutoka Kenya. Lakini katika wachezaji waliokuwa wengi kwa idadi katika 11 ni kutoka RS Berkane ambao ni Paul Bassene, Munir Shuai pamoja na Yusuf El Mehli. Wakati kwa Al Ahli ni Yasa Ibrahim ni miongoni mwa wale waliojitokeza. Lakini vile vile kwa Mamelodi Sundowns ni Mkolombia Brian Leon Muniz, wakati kwa klabu ya FAR Rabat unamkuta Reda Ahmed Tagnut golikipa. Hakika Duke Abuya, Mohamed Hussein Shabalala kwa kiwango bora walichokionyesha katika mechi dhidi ya JS Kabylie walistahili
na hatimaye wameonekana katika vyanzo vingi wakiwa miongoni mwa wale wanaounda safu ya wachezaji bora 11 kutoka katika klabu zote 16 ligi ya mabingwa barani Afrika waliocheza katika raundi ya 6 kukamilisha mechi za hatua ya makundi. Je, Zuka Abuya huyu ambaye ndani ya Yanga ni miongoni mwa wachezaji wachache waliocheza mechi zote 6 za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, dakika zote, sekunde zote, kwa maana mechi 6 dakika 90 mara 6 dakika 540, Zuka Abuya hakukosekana hata sekunde moja katika mechi za Yanga kwenye kundi lao la B. Walipocheza dhidi ya FAR Rabat katika mechi zote mbili, walipocheza dhidi ya Al Ahly, walipocheza dhidi ya JS Kabylie, hakuna mchezo ambao Zuka Abuya alikosekana, na hatimaye kiwango chake bora kimemfanya awe miongoni mwa wachezaji nyota 11 wa raundi ya 6. Itakuwa vipi kwa Zuka Abuya kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine ambayo Yanga wanashiriki? Ataendelea kuonyesha kiwango hiki? Vipi kuhusu Mohamed Hussein Shabalala, beki wa kushoto ambaye katika mechi dhidi ya JS Kabylie alichangia sana kuizima JS Kabylie upande ule wa kulia katika kujenga mashambulizi yao, lakini yeye akishiriki pia katika ujenzi wa mashambulizi ya Yanga kwa upande wa kushoto. Shabalala alionyesha kiwango bora sana, naye atakiendeleza kwa namna gani kuisaidia timu yake ya Yanga kufanya vizuri katika michuano mingine inayoshiriki ikiwemo ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki ya CRDB? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.